Nashukuru Mungu. Hii ni cabbage, hii inaitwa cabbage. Nyingine inaitwa hokali. Inapikwa na Mluya mwenyewe. Inapikwa na Mluya. Pale kuna nyama inachomwa. Nani vile nikisha kuna. Hata mbinguni wala watakaopika ni wale wako pension. So tuko hapa na Bwana Mburu. Tueleze, tunaona hapo unatengeneza. Kuna nini kwani hapo unatengeneza habari hivi ama nini? Mwanzo majina ni David Mburu. Yes. Kutoka Jesus Grace Center Mboroni. Na fanya kazi hapo kama mtumishi wa Bwana. Mtumishi. Ama nafanya kazi ya kusimamia ujenzi pale. Na hapa leo tuko na kapu na gare. Tuache leo hii siku ya Madaraka Day. Tukakuja hapa. Wanataka kula gani? After kusikia neno la Mungu na kufanya mambo. Sasa mtafanya ni wewe kwa kweli. Pia tuko na mambo ya nyumbani ndio tumekuja hapa ndio tusherekee siku ya leo. Na bwana mkuu mwenyewe nitaka muite Ernest, lakini jina ni mkuu, brand ni mkuu. Mkuu, tunataka utueleze hapa, tumeona watu wanacheza mpira hapa, nyama inachomwa, cabbage imekatwa. Kuna nini leo jamani? Leo kuna couples meeting. Na kwanza majina mmesikia, naitwa mkuu. Okay. Ama Ernest. Leo ni couples meeting, huwa iko 20th Oktoba kila mwaka. Yes, this is so good. In Psalms 133, verse number 1, behold how good and how pleasant it is for the brothers to dwell together in unity. In Swahili it says, tazama jinsi ilivyo vyema na ya kupendeza ndugu wakae pamoja na umoja. If there is anything which destroys and which cannot make people to grow, it is when breakers of unity are together with you. When you invite the breakers of unity, and if you invite the brothers who are not for the unity, then you cannot build anything. In Swahili they say umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Today we came here to celebrate that we are together, working together, praying together, playing together, worshiping together, and even believing in one God, one baptism, one spirit. And we are here today to say that God has given us families, has given us husbands and wives, and we are celebrating for the unity in the spirit, and also unity physically in one church, one pastor, one ministry, one spirit. And we are joining today celebrating so much because God is with us. How good and pleasant it is when brethren dwell together in unity. That is so powerful. Never allow anybody who can separate you, be it in your family, be it in your churches, be it in your colleges. When you invite somebody, a divider, a spirit of dividing, then you cannot progress in any way. God bless you so much as you join us as we continue. God bless you. Hi. We're having fun. You're having fun.
tueleze tunafanya nini hapa? Hii ni sherehe ya couples. Sherehe ya couples. Tumejienjoy. Unaona wamama wanacheza huko, wazee wanapika. Leo ni siku ya wazee kupika na kukata mbuzi na kuchinja na kuchoma na kukaranga. Hata ugali hao ndio wamepika. Hao wazee ndio wamepika huo ugali. Sasa hii kitu ina happen annually ama ina happen annually every October, siku ya Shujaa Day. Hiyo ndio siku ya couples. Hiyo ndio siku ya couples. Yes.
attended the wedding at the Garden of Eden? God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Who attended the wedding at the Garden of Eden? Ule alijibu swali, alijibu vizuri, sijui kwa nini ameogopa. God himself was the officiator of the what? The wedding. Of that wedding. Na kama alijua ya kwamba at the Garden of Eden nimeunganisha watu wawili, mume na mke, vitu zile wanafaa kufanya, does God know? Yes. Does God know? Yes. And that's why we came here, to be open. Tuseme Mungu anajua yale matendo tunayofanyanga tukijifuni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mine is to tell you that mapenzi yetu, your love, the love between you and your wife, the love between you and your husband was started by God himself. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hakuna mtu mwingine alianzisha ndoa, nobody else. Sababu kama si Mungu alianzisha, angeumba Adamu huko na umpe hivyo huko, awatengenezee watoto huko, atengenezee watoto na huko, kizazi kianze padile na wakuje wa propagate hapo katikati. But God had an intention of these people to start their love from the Garden of Eden together. Amen. But for us to move on is to love one another. Na hapo chini inasema, how beautiful you are, my darling. Oh, how beautiful your eyes are, my dove. Hapo chini, how handsome you are, my lover, and how charming, and our bed is verdant. Amen. Our bed is what? Mungu alianzisha hili jambo, ninataka kusema hivi. Atubariki sisi wote. Atupe neema ya kusimamia huo msimamo wa penzi. Na moso tukiwa katika hili kanisa. Let the people around us know that we love our wives, we love our husbands, and we will be a testimony to the people that we live with. So they will want to know. Then evangelism starts from there. Because they will want to dig. But you were, hey, I'm not sure. Nani angesema hiyo na Kijaluo? Kwani hao watu wanapendana hivi gani? Ndugu Francis, is a way. Where were you? Tuambie na Kijaluo, kwani hao watu wanapendana aje? Muhere nadi. Hera emakelo ngima. Tumekula saa hii. Let us make our love for one another be a starting point to make people love God. Amen. I know people are in business. Some run businesses as a family, others work, and others run individually. But at the end of the day, let your business and how you interact with the people around you want to know
Kwani unaendanga kanisani? Hata kama hata kuuliza wewe umeokoka, akuulize kwani unaendanga kanisani? Kwa nini? Because you are different. Vanessa sifa sana. Because you are what? And the bottom line is, sisi tuko hapa couples, I'm propagating couples. Kwa sababu sisi tunapendana. Kwa sababu unajua Biblia vile inasema kwamba kama upendani na mke wako, it's well put in Kikamba. I wish I was speaking in Kalonzo. Kaba kwikala numba kiyango kute kwikala na mundu mukachao afadhali kukaa pale juu kwa dari ya paa kuliko kuishi nyumba moja na mwanamke mkorofi. And the opposite is still the same. Afadhali kukaa kwa dari kuliko kukaa na mwanamume mkorofi. And how do we make sure that they are not wakorofi in our houses? Is to love them. To love them. Na unajua Biblia ni amri, sisi tumeamrishwa kama wanaume. We have been asked and commanded. Yesu asifiwe sana. Mama askofu amepiga makofi. Simu msingi. If a man loves his wife, guess what will happen? Utapata socks zote, pair zote zinapatikana. Utapata boxers zako ziko mahali zinafaa kukua. Utapata koti yako imahiwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Utapata viatu zako, hata kama pia atapiga rangi, ameamurisha zitengenezwe. Utapata shati iko sawa. Why? Kwa sababu umempenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawe mwanamke, ukimtii mume wako kwa sababu umeamrishwa na Biblia. Wanaume mbona mpige makofi? Akileta fukuzela tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Ukitii, it is equally the same. Bwana Yesu asifiwe. Utapata zawadi zinashuka, safari zinaongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama si ukweli, yes, hebu nikuulize. Ukae hivi, ukimaliza kazi job kule ofisini na unaenda nyumbani. Alafu ujue ya kwamba mtu ule unaenda kummeet akutii. Wanaume, kwa mfano. Imagine, zile kwa mfano tu. Unaenda nyumbani, alafu umefunga kazi 5. Alafu it hits you. Wah! Ninaenda? Where am I going? Unarudi unaketi and then unaanza ku strategize. Ndio maana walevi wanaendanga nyumbani saa 8 ya usiku. Kwa sababu gani? Atafika amelewa. Kitu ya kwanza ni kugonga mlango na kulala. So amelala, simba anaguruma lakini hasikii. Lakini sisi ni tofauti. Amina. Simpige makofi.
Because we love one another and we obey one another. Why? Because bottom line is God is love and is the one who united us. He is the one who started all these things. Ingekuwa ni mtu mwingine tungekuwa hata hakuna church, because there is no church without a family. How would the church look? Hata mimi naweza niambia tutembelea kanisani. Nani kuje tukutane na wazee wako na wake na watoto, alafu at the end of the day naona anaenda nyumbani peke yake. Nishindo. So kuna question mark there. And I don't mean that they are bishops who don't have wives. They are there. They have been given that grace. Grace is accorded differently. But ours, as a wife and a family, we have an example to emulate. And for those many words and few also, I am happy to have said those words. Tendai. I thank God maana tuko na our elder here, Peter Kimungu ambaye inaona baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo, na wale ambao mlikuja leo Mungu awabariki. Tungekuja wengi maana nikiangalia kuna watu wengi ambao siwaona. Wengi sana. That means leo nimepata picha ya kwamba hata tungekuja tungetoshea. Familia za kanisani tuko wengi sana. Lakini leo nawachochea kwa kitu kimoja ambao sitahubiri, nataka tu niongee mambo na unisikize vizuri. Luka mlango wa 2. Salamu zangu za kutoka Dar es Salaam mmezipata. Luka mlango wa 2. Mstari wa 42 yani nikafika wa 52. Kwa hivyo nitasoma haraka. Nitasoma Kizungu na Kiswahili zikichangamana. And when he was 12 years old, who is that? Jesus himself. Sema yes. Yes. When he was how many years? 12 years old, they went up to Jerusalem after the custom of the feast. Kuna tabia zilikuwa zinaendelea katika hiyo jamii. Na Kiswahili nasema na alipopata umri wake wa miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi yao ya sikukuu, kama hii sikukuu ya mashujaa. And when they had fulfilled the days, as they returned, the child Jesus tarried behind in Jerusalem, and Joseph and his mother knew not of it. Kiswahili nasema na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu na wazee wake. Hii Kiswahili inanipunguzia kitu. Naniambia na wazee wake, nina wazazi wake walikuwa hawana habari kama mtoto ameachwa nyuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa hawana nini? Habari. Nataka niende vizuri ndio ujue. Alipotimiza miaka 10 na mingapi? Walipanda kwenda katika sikukuu kama ilivyo nini? Kama ilivyo desturi, kama ilivyo kawaida. Sawa sawa. Lakini walipoenda, nataka uichukue kama, nataka uniangalie maana itakuwa ni kama hadithi. Uniambia hadithi hiyo. Ili uelewe. Sawa sawa. Niruhusu nikusomee nao unielewe. Kwa hivyo walipopanda kwenda katika sikukuu hiyo ilikuwa inachukua siku kama 3. Na baada ya hizo siku kuisha wakarudi. Na walipokuwa wakirudi, yule mtoto wa miaka 12 akabaki nyuma. Na Biblia inasema na wazazi wake, sema na wazazi wake, hawakuwa na habari kama mtoto amefanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wazazi wake hawakuwa na habari kama mtoto amebaki nyuma. Wewe amniambii, nataka wamama mniangalia, achana na kusoma Biblia na kusomea nini. Na wazazi wake hawakuwa na nini? Asante, kumbe umeongeza ufahamu. Hawakuwa na ufahamu ama hawakujua kama wamemwacha mtoto
Yerusalemu. Walikuwa wameenda kidesturi, kitabia, kimaisha, kulingana vile kikwao wanafanya, sikukuu za kikwao, maisha ya kikwao, desturi za kikwao. Na walipofika kule wakaanza kurudi wakiongea kikwao, wakizungumza mambo ya kwao, na wakisimuliana kila mmoja mambo yaliyotendeka kikwao. Wakasahau nani? Mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamsahau nani? Mtoto. Tuache sasa Yesu kama mwana wa Mungu, tumchukue Yesu kama mtoto wa mtu. Sawa sawa, Hapa watembei na Yesu kama mwana wa Mungu. Hapa wanatembea na Yesu kama mtoto wao. Mara ya kwanza walienda kuandikishwa kama ilivyokuwa sheria ya Injili, na wakaandikishwa pamoja na mtoto akazaliwa siku ya kuandikishwa. Yesu alizaliwa siku ya kuandikishwa. Kuanza kupotea kwa Yesu machoni pa wazazi ni wakati wa sikukuu ya kikwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na wakati ambao ameenda kufanya desturi, tabia za kikwao, akili za wazazi zikasahau mtoto, na mawazo ya wazazi ikasahau mtoto. It is just a phenomenon. I cannot understand it. How can somebody forget a child of 12 years? Inawezekanaje mtu mzazi mzima akitembea na mtoto wa miaka 12 amsahau mtoto wa miaka 12? Lazima kitu kimoja, mawazo hayapo kwa mtoto, akili haipo wapi? Kwa mtoto. Namba 2, mtoto kwao hana udhamana wowote. Amemchukua mtoto kama sheria ya kuonekana kitabia ya ukoo, ya kwamba haujawahi kuona watu wengine kikabila, anasema kwamba huwezi ukatambulika wewe ni mwanaume kama hujazaa mwanaume. Ukiwa umezaa vitoto vya kike hautambuliki kama kwenu uko na maana. Kwa hiyo desturi zao zilifanya wakasahau, na ikawa akili za kwao zimefanya wakasahau. Leo hii naongea kikwetu, maisha ya kikwetu. Ndio jirani mwambie ya kikwetu. Na wewe mdogo mwambie ya kikwetu. Maisha ya kikwetu. Ni rahisi sana kukusahaulisha mambo yako ya muhimu. Amen. Watu wa kwenu ni rahisi sana kukufanya usahau mambo yale ya muhimu ya kufanya kwako. Kwa hivyo kile kinanishangaza niliposoma haya maandiko na usiku nikaiwaza sana, how comes? Kumbe hata wakati ambao Yeremia anasema kwamba mama anaweza kusahau mtoto aliyemzaa, kumbe ni kweli. Lakini Mungu hatasahau Israeli. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Maana akili za Yusufu na Maria zilikuwa wapi? Ili watembee kutoka Yerusalemu na waalize siku nzima. Soma maandiko hapo, inasema siku nzima yote. Ndio maana sasa kusoma maandiko yote mpaka vijiti, nataka niwaandikie. Siku nzima yote wameacha mtoto kutoka asubuhi, and nobody, no father, no man, no woman, the mother. Hata kuna mmoja anauliza mwingine, na Yesu wako wapi? How? Kwani tumemwacha wapi fulani? Tulikuwa tumeenda naye, hako wapi mtoto? Wanaanza kujua ya kwamba hawana mtoto masaa ambayo imeenda. Ndio kitapoanza kumtafuta, wanamtafuta siku yote nzima mpaka jioni, ndio wanampata Yesu amekaa hekaluni akisikiza mafundisho. Sema kikweli. Wanafika na akili ya kikwao, akili ya kuzuilia vitu vya kimungu zitendeke. Anafika na hiyo akili, wewe umetusumbua masaa yote. Sisi pamoja na mimi, mamako na babako na ndugu zako tumekutafuta siku yote nzima, kumbe ulibaki hapa. Yesu ndiye anatokezea hapo nje, anawaambia, alipoitwa anatokezea hapo akiteteshwa. Sio kuambia jirani yako akiteteshwa. Ambia jirani yako kuteta na watoto sio kusuluhisho.
Kuteta na watoto sio suluhisho. Unawafanya wawe kichwa ngumu. Wanafanya wawe hiyo neno ya kuteta, it does not apply anywhere in the teaching of parental. A good parent hana roho ya kuteta, maana katika kuteta hakuna kitu kingine. Kuteta kuna zua kadhaa. Most of the parents ambao huteta sana, they make their children to be fools and radicals, because they think kuambia mtoto wewe hii kitu yako ambayo itakaa kama na unatukana babake na anajua hii kitu yako ni usawa ambao ni usawa kitu ngumu. Naye huyo ni mama ametetesha mtoto, naye baba anaingia anauliza mtoto, kwani wewe unaujinga kama mama? Mtoto anashangaa akiwa hapo center, anashangaa akiulizwa unafanana na nani? Ajui, maana mama alimwambia kichwa inakaa kama ya babake. Alafu naye baba amekuja kumwambia unaujinga kama mama. So mtoto anaanza, unapata mtoto atakaa katika maisha yako hayuko na freedom. Junior, umefanya vizuri, umeongea juu ya upendo. Mimi leo sikuwa na mambo ya upendo. These guys, they know how to laugh. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuja kuongea na nitaongea kama yule mama ambao saa hii kana train aliongea kali, na hiyo itakuwa ni wakati ambao tutakuwa na couples peke yake. Leo hii hapa ni parents na kuna some of them hapa ambao ni singles na wana watoto. God bless you so much. Lakini listen to me. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ongea jirani yako, umwambie kuteta kwako ni mshangao kwa watoto. Kuteta kwako sometimes hata mpaka unaona mtoto, unatikisha mtoto, unaona kana kipunja namna hii, kana shangaa, is this really the mother aliyenizaa, ama is just another demon which came from outside? Because the wisdom sio kuteta. Biblia inakubali kukanya, lakini haikubali kuteta. Inakubali akifanya kitu unamuita. Mimi mamangu alikuwa ananichapa, kitu cha kwanza hata hakuwa anateta. Alikuwa anauliza rais, ni nani aliyeachilia ng'ombe zikaenda kula kwa jirani? Si mimi, ni mimi. Si mimi, sio mimi, ni yule. Dakika mwisho anachukua kiboko, alafu anakuambia ninakuchapa, sio wewe nachapa, ninachapa kosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wengine unateta mpaka dakika mwisho, umeita mtoto nyani, umeita mtoto simba, umeita mtoto ujinga. Mpaka dakika mwisho akianza kukaa maisha ambayo umemuita, because there is power in every word which you speak. Kuna nguvu katika maneno yanayotoka kinywani mwako. Yesu alifika mahali walipokuja wakiteta, akamwambia je, haijanifaa mimi kukaa nyumbani mwa Baba? Even today there are parents who can even wanaweza kuinukia mtoto kwa sababu ya kuchelewa kanisani. Unasikia kuna amen? Ama mke wake kwa sababu ya kuchelewa wapi? Kama sasa saa hii uko hapa na maybe mume wako hayuko hapa, ama mke wako hayuko hapa, lakini ukienda kufika wa nyumba, hiyo ni mkutano wa aina gani? Masaa imefika saa 12, ilikuwa ni mkutano wa aina gani? Mlikuwa mmesema mtaenda saa 4, sasa imefika saa 7, imefika saa 10, ulikuwa unaenda kufanya namna gani? Ni mkutano wa aina gani huo, na mlikuwa na akina nani? Mpaka mnaweka vitu kwa akili ambazo huyo mama hakuwa nazo. Wakati wa kutokujua Mungu alijifanya, wale mmesoma Biblia, wakati wa kutokujua Mungu alijifanya aoni. Lakini wakati ambao mambo ilikuwa wazi, kila dhambi inahesabiwa. Nisikize, kuna watu ambao unaweza kufanya mke wako akawa mkora akiwa hajawahi kuwa mkora. Akataka kujua hii kitu namlindianga sana ni kitu gani? Kwani kuongea na wanaume wengine ni mbaya? Kuna niangalia na mpaka akaanza kujiuliza, kwani huyu mwanaume anataka
nisionekane nisijue nini. Ama wenda ikawa wanaume wake they are so much faithful, not all of them, lakini wanawake akikupatia moyo amekupatia wote. So unaweza ukapata kwamba saa zingine ile kitu ambayo umeanza kumwongelesha, the more you are pushing it, the more she want or he want to know why. Kwani wende ikawa wanaume hawakai kama wewe, na akija kujaribu kidogo apate ya kwamba there is a little bit difference, you are in for it. So what are you going to do? Nilikuwa nataka mjamazi. What are you supposed to do? Hii yote inaletwa na kuteta. Sema kuteta. Kuteta. Inaletwa na kuteta. Kuteta. Umechelewa wapi? Kwani hii kampuni yenu mnafunganga saa ngapi? Ambao unakuja hapa na pesa yako unapelekanga wapi? Ukweli wa mambo. Na namba 2, udhamini yale maneno ambao anaokuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawa walitaka kumeki Yesu aanze kuongopa mikutano. Tumekutafuta mimi na mama kutoka asubuhi. Umekuwa wapi? Peter Kilungu, umekuwa wapi? Tumekutafuta kutoka asubuhi, hata simu huko unachukua. Ulikuwa wapi? Yesu akawaambia, si mmenipata kwa nyumba ya Baba. Inanipasa kuwa katika nyumba ya babangu siku zote. Ndugu zangu na dada zangu. Hebu sema kama mimi, ndugu zangu na dada zangu na mama zangu. Hiyo ni lugha ya uhuru. Ndugu zanguni, mama zanguni na baba zanguni. Ni hawa ambao wanasikiza neno la Baba pamoja. Listen to me, I will talk something. The relationship yako na imani ama ndugu wa imani, it is more powerful than even sometimes the relationship ya mtu mliozaliwa pamoja. How many believe what I'm saying? How many are believing what I'm saying? Oh yes. Relationship, urafiki wa wadugu kanisani ni ina nguvu sana hata kuliko urafiki wa watu mliozaliwa pamoja. Number 2, it has a lot of benefits than the benefits you can get from your own brother. Kweli kabisa. Number 3, it has a lot of peace than the peace you can seek from your parents and your own brothers and sisters. Very true. Why? Because it is centralized. Imewekwa katika kipimo na central power of it is Jesus Christ. Amen. So unapata kwamba hata ukinikosea, there is a way God is making you to reconcile with me in another way. Vile ambao tunaweza tumekosana. Naomba Mungu ili atusaidie tupatane. Lakini ukikosana na ndugu yako, Peter Kilungu alikuwa ananiambia ndugu yake alikuwa amenyang'anya shamba. Ulimwambia namna gani? Babako akisikia? Ulimwambia nitaleta value hesabu kiasi alicho benefit kutoka. Anakataa na shamba yake. Na babake amekaa hapo. Akamwambia sasa mahali tumefikia. Maana baba hataki kuamua. Na wewe unakatalia. Tena namwambia sheria imesema mtu akikaa kwa shamba ya mtu miaka 10 na kitu, hiyo shamba inakuwa yake. Akaambiwa na Kilungu naenda kuleta value. Na ni ndugu yake. Na utalipa siku zote ambao umekaa kwa shamba yangu. Na akiona kama ni mchezo, Kilungu akaleta value. Ndio sasa yule ndugu akajua hapa kweli ni kubaya. Nasikia mzee akasema ni kubaya. Ikabidi achiwe shamba yake. Because most of the times where you are born, there is no agreement. Everybody feels to be mtoto wa baba. But when we come into the fellowship of Christ, all of us, we are the children of God. We are centralized. You feel to love me freely without
anything. You feel kukaa na mimi freely. Na kama usikii ukiwa free ukiwa na wewe, you have a problem. There must be a demon. Oh yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nilikuwa nasoma juu ya what is backsliding. Nikajua kwamba a backslider is not a drunkard. A backslider is not a fornicator. A backslider ni mtu ambao tayari ameanza kuondoka katika ushirika wa wapendwa. Mtu akianza kuachana na sisi, kitu cha kwanza ataanza kujitenga na sisi. That is what we call it, a backslider. Yeah. Nowadays, backsliders, they have churches. The churches of backsliders. Any backslider who comes out of the church goes to another church where there is another person who came out of the church. Yes. And the pastor who came out of another ministry. They cannot walk together. It is impossible. It is impossible. The spirit and the realms cannot agree. Praise God. Amen. So, roho ya kubackslide ikianza kuingia, hata kanisani ulikuwa unakaa mbele unaanza kukaa nyuma. Ama unaanza kuja katikati. Na kama utakaa katikati utaanza kuja late. There are signals. There are signals of backsliding. Those are called signals of backsliding. Hata wewe mwenyewe ukianza kujiweka katika kipimo cha kurudi nyuma, utapata kwamba you were praying early in the morning and you are not praying. Yes. Ulikuwa unaweza kuja ushirika wa mama, you are not coming. Ulikuwa unaweza kuja kufagia kanisa, siku hizi mpaka upewe pesa ufagie kanisa. You cannot do it freely. Lazima uulize watu, what are you going to give me so that I can wash the church? Kweli kabisa. Kuna kanini kametrend kwa WhatsApp. Yule dada ambaye alikuwa ni CEO. Wakati wameiona hiyo, there is a woman who was a CEO. Hapo na Mercedes Benz. Alafu kuna pastor ambao alikuwa amevaa miwani. Tumiwani. Sasa huyo pastor akaja, akapata huyo dada anafagia. Akamwambia, sister, nimekuangalia, I've been looking, observing you every time you come here to wash the church alone. Surely God must bless you. Na akatoka nje sasa akiwa anapeleka ufunguo. Akamwambia, this is my card, naweza nikakutafutia naweza nikakutafutia kazi. Maana kulingana vile ambao nimeona kuna bidii ya kuosha kanisa, sister, you need God. You need God. You just need God. Sasa hiyo kwa kufungua na kwanza namna gani? Azungusha namna hii. Need God. Alafu akaanza kujishikilia kale kagari kake hivi. Kamwambia, sister, this is my card. You can call me anytime. Dada naye akamwambia, will you mind if I give you my card also? Yule pastor akasema, yes, there is no problem, you can give me. Akaona ameenda, amefanya, akaona amefungua ni Mercedes Benz, ametoka na card, anamletea. Akamuuliza, is that your card? Yule dada akamwambia, one of my cards. And what is she doing in the church? No, just tell me, church, what is this woman doing in the church? What is she doing? She is washing, decking the church. Na ni church kubwa. Anadeki na baadaye anapanga viti. Nowadays, ulikuwa na moto wa kuja kupanga viti. You don't do it. Ulikuwa na moyo hata ushirika wa nyumbani, you don't do it. It's a spirit of backsliding. Yes. Inaanza kukula pole pole. Inaanza kukuondoa katika. Na nisikize, anytime unapokaa na mtu ambaye ameanza kurudi nyuma pole pole, even yourself you become a victim. Maana there is no time that person will speak positive about the church. I hate those people who speak against the church. Church does not belong to a pastor. I don't own a church. You are not here because I'm beautiful. No. You did not come to me because I am good. No. God directed you to the house
altar where you will get a success and your spirit will be free. Amen. So when you are talking about the church and you're talking against the church, you're not talking about Bishop Mala, you're talking about Jesus himself. Sure. Amen. And when you say this church is not good, you are telling people Jesus is not good. When you are saying I'm not understanding this church, then you are saying I'm not understanding Jesus. I'm not understanding the salvation. When you are saying I'm not understanding Mama, you are talking about I'm not understanding the Spirit of God. Yes. Oh yes. Why? We are not in a copper oil refinery factory. Yeah. Whereby you can be sacked or you can be employed. We are in a place where you feel I need Jesus. Yes. And I needed a church. Amen. And I needed an altar. So, picha ya Yesu katika Luka, kitu cha kwanza ambao nilikuwa nataka niingie kwa masikio yako ni mzazi asiyejali watoto wake. Nimesemaje? Mzazi asiyejali watoto wake. Asiyejali. Unakaa tu hata ujui mtoto wako anaendeleza mambo ya aina gani, hata ujui mtoto wako atasoma namna gani, hata ujui mtoto wako ataendelea namna gani. You are just there, unasema kwamba nilizaa, acha kikae vile kinataka. Mzazi asiyeonyesha watoto wake njia ya kimbingu. The first church before you come to the church, it is your home.